waandishi wa habari na wananchi wa jimbo la Iringa mjini. Kama mjuavyo, tupo mwaka wa uchaguzi mkuu. Mimi Fadhili Fabian Ngajilo nimeona ni vema nikatangaza rasmi kuwa tarehe 28 ya mwezi huu wa 6 nitachukua fomu ya kuomba kugombea ubunge jimbo la Iringa mjini. Katika kueleza nia yangu hii, nitakuwa na masuala mawili ya kuyaelezea. Moja, ninaomba kuwataarifu pia kwamba nimeshaandika barua kwa chama changu cha Mapinduzi kupitia ofisi ya katibu wa mkoa wa Chama cha Mapinduzi kupisha kwa muda nafasi yangu ya uongozi wa mwenyekiti wa wazazi mkoa wa Iringa, kwa sababu nimetia nia ya kugombea ubunge Iringa mjini kupitia Chama cha Mapinduzi. Lakini jambo la pili, mtaniuliza kwa nini ninagombea nafasi hii. Zipo sababu kede. Ya kwanza, mimi Ngajilo nimejipima kwa vigezo vyote. Nimeona ninatosha. Nina vigezo vyote mpaka vinamwagika. Kama mjuavyo, hii itakuwa mara yangu ya 3 kuomba ridhaa kwa chama changu cha Mapinduzi kugombea nafasi hii ya ubunge Iringa mjini. Mara ya kwanza ilikuwa mwaka 2010. Mara ya pili ilikuwa mwaka 2020. Na hii 2025 itakuwa mara ya 3. Nina ndoto kama alivyowahi kusema yule mwanafalsafa maarufu Martin Luther King Jr. kwenye hotuba yake maarufu inayojulikana kama I have a dream. Mimi Ngajilo, I have a dream. Nina ndoto ya kugombea ubunge Iringa mjini. Lakini zipo sababu kede kama nilivyosema. Nimesema ya kwanza, nimejipima na nimeona ninatosha. Chama changu cha Mapinduzi kimeendelea kwa nafasi mbalimbali. Hivi sasa mimi ndio mwenyekiti wa wazazi wa mkoa wa Iringa. Lakini nimekuwa mwenyekiti wa vijana wa Chama cha Mapinduzi wa mkoa wa Iringa toka mwaka 2008 mpaka 2012. Nimehudhuria vikao mbalimbali vya chama vya mkoa na vya kitaifa, kwa maana ya halmashauri kuu ya mkoa, kamati za siasa za mkoa. Nimehudhuria vikao vingi sana, hata idadi yake haiwezi kuelezeka. Kitaifa nimehudhuria mabaraza ya kitaifa ya vijana, ya wazazi, mikutano mikuu ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo nina uzoefu mkubwa sana wa shughuli hizi za chama na shughuli za maendeleo. Lakini kupitia Wizara ya Kilimo niliaminika pia kuwa mjumbe wa bodi ya nafaka na mazao mchanganyiko ya Tanzania. Nimefanya kazi hiyo kwa weledi. Kwa hiyo nina uzoefu pia wa masuala haya ya kiserikali. Uzoefu huu umenijenga, lakini hii ni faida niliyoipata kupitia chama changu, Chama cha Mapinduzi, ambacho kimenilea, kimenikuza na kunitunza kwa nafasi mbalimbali za uongozi. Sababu ya pili ya kugombea nafasi ya ubunge ni kwa sababu nataka nitumie haki yangu ya kugombea ya kikatiba. Nimesema vikao vya chama vitajiridhisha na sifa zangu, na hatimaye watafanya maamuzi katika uteuzi.
kwa sababu mwisho wa yote ni chama kufanya uteuzi, lakini baada ya kujiridhisha na sifa mbalimbali.